Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Doto Mashaka Biteko ameongoza mamia ya watu huko mkoani Mara katika mazishi aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme nchini TANESCO, Mhandisi Boniface Gisima Nyamuhanga. Mheshimiwa Biteko amemuelezea marehemu Nyamuhanga kuwa alikuwa ni kiungo muhimu ndani ya TANESCO na kazi zake alizowahi kufanya kwa kipindi chote zitaendelea kuishi. Marehemu Gisima Nyamuhanga amefariki kwa ajali ya gari usiku wa Aprili 13, 2025 eneo la Nyatwali wilayani Bunda mkoani Mara akiwa na dereva wake Muhajiri Haule na kuzikwa Aprili 16, 2025. Ndugu waombolezaji wenzangu, kwa simanzi kubwa niseme kwamba tumekusanyika hapa leo tukiwa tumekuja kumwaga na kutoa heshima za mwisho kwa kipenzi chetu, ndugu yetu na rafiki yetu, Mhandisi Gisima Boniface Nyamuhanga, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme TANESCO. Naomba kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan mpokee pole nyingi kutokea kwa kifo cha ndugu yetu huyo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alimpenda sana kijana wake, na hata alivyofariki alinipigia simu akaniambia, usimamie msiba huu vizuri, ningependa kuona Gisima anazikwa kwa heshima. Gisima alikuwa mtu anayekuja mbele yako anajibu la tatizo unalokusudia. Hakuwa mtu wa kulalamika. Alikuwa mtu ambaye wakati wote ukimuita atakuja kwa unyenyekevu mkubwa, pamoja na umri mkubwa kuliko mimi. Binafsi nilimpenda sana, nilimheshimu sana. Sisi kama wizara na wenzangu wizarani tutaendelea kukumbuka mchango wake kwenye sekta ya nishati, na zaidi sana yale aliyokuwa kiabuni kila siku tutayapa msukumo mkubwa. Yeye pamoja na kwamba ameondoka leo, nyuma yake ametuachia utajiri mkubwa wa muunganiko ndani ya TANESCO. TANESCO ilivyo leo wana nia moja tu, wa Tanzania wapate umeme. Na huu ndio wimbo aliokuwa kiwimba wakati wote. Juzi tulivyokwenda kukabidhiwa mitambo pale Julius Nyerere, nilikwenda naye na baadhi ya mawaziri wenzangu. Sikujua ilikuwa safari yangu ya mwisho kufanya naye kazi. Gisima Nyamuhanga signature yake itaendelea kuishi hata kama hayupo, na watu tutaendelea kumkumbuka katika hilo. Nimalizie kwa kuwatia moyo familia, wajane, watoto. Ben kama mtoto mkubwa, sasa baba hayupo, simama sehemu yake. Simamie familia, jiwekeni pamoja. Msiruhusu magawanyiko miongoni mwenu. Wakati wote baba hayupo, lakini muone kama yupo wakati wote. Anachotamani kukiona na huko atakakokuwa, furaha yake ni kuona familia yake mkibaki wamoja. Ninyi watoto mliobaki, mwalee wajane hawa, mwatunze, na sisi kama wanafamilia tutaendelea kuwa pamoja na ninyi wakati wote. Mheshimiwa Rais ameniambia kijana ameondoka, lakini kazi alizozifanya zitaendelea kuishi, na nataka niwatoe wasiwasi kwamba Mheshimiwa Rais anayo macho ya kuona vizuri ni nani anayefaa kuchukua nafasi ya Nyamuhanga. Bila shaka atawaletea mtu mzuri atakayeendeleza kazi njema ambayo ameileta.